Leo tunamsimulia mmoja wa majenerali wakubwa kuwahi kutokea katika historia ya Uislamu na dunia kwa ujumla, mtu ambaye madui walimwogopa kabla hata ya vita kuanza. Huyu si mwingine bali ni Khalid bin Walid, maarufu kama Saifullah al-Maslul, upanga uliofutuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid alizaliwa kutoka katika kabila mashuhuri la Quraishi huko katika mji mtakatifu wa Makka. Alitoka katika familia yenye hadhi kubwa. Baba yake alikuwa akiitwa Walid al-Mughira, mmoja wa viongozi matajiri na mashuhuri wa Makka. Mama yake alikuwa Lubaba binti al-Harithi. Alikulia katika mazingira ya utajiri, heshima na mafunzo ya vita, hali iliyomjenga kuwa mpiganaji hodari tangu ujana wake. Kabla ya kuingia katika nuru ya Uislamu, Khalid bin Walid alikuwa mpiganaji mahiri wa Makuraishi huko Maka. Alishiriki katika baadhi ya vita ikiwemo vita vya Uhudi. Upande wa Makuraishi alijulikana kwa mbinu zake za kijeshi na akili ya haraka vitani. Katika vita Uhudi ndipo alipoonyesha uwezo wake mkubwa wa kubadilisha mwelekeo wa vita kwa mbinu za kijeshi zilizowashangaza Waislamu wa wakati huo. Baada ya muda, moyo wake ulianza kubadilika. Mnamo mwaka wa 8 Hijiria, Khalid bin Walid alisafiri hadi katika mji wa Madina na kuslimu mbele ya Mtume Muhammad, ni rehma na amani ziwe juu yake. Baada ya kuslimu, Mtume alimkaribisha kwa furaha kubwa na kumuita upanga kati ya panga za Allah. Tangu hapo akaitwa Saifullah al-Maslul. Khalid bin Walid baada ya kuslimu alikuwa na heshima kubwa mbele ya Mtume Muhammad. Alikuwa mtii wa amri za Mtume bila kusita. Alijifunza maadili ya vita pamoja na uadilifu. Mtume alimwamini kuongoza majeshi muhimu. Alishiriki katika vita vya Mu'ta, vita vya Hunain na vita nyingi za kupanua Uislamu. Katika historia, Khalid bin Walid hakuwahi kushindwa vita ya moja kwa moja akiwa kiongozi. Alijulikana kwa kubadilisha mbinu za vita katikati ya mapigano, ujasiri usio na kifani, haraka ya kufanya maamuzi sahihi vitani. Maadui wake walimwogopa sana kiasi cha kumpa jina la mwamba wa vita usiovunjika. Katika maisha yake ya kifamilia, Khalid bin Walid inatajwa hakuwa na mke mmoja tu, ingawaje mke wake aliandikwa zaidi katika vyanzo vya historia ni Tamim binti al-Mundhir. Huyu ndiye mke wake maarufu zaidi katika vyanzo vya historia. Alikuwa katika watu wa kabila la Arab mashuhuri. Walijaliwa watoto pia kupitia mke huyo. Miongoni mwa watoto wa Khalid bin Walid ni Abdurrahman bin Khalid, alikuwa mtoto wake mashuhuri zaidi, ambapo baadaye alikuja kuwa kiongozi wa kijeshi pia. Suleiman bin Khalid ametajwa katika baadhi ya vyanzo vya nasaba. Muhammad ibn Khalid alitokana na ndoa zake nyingine. Mama yake Khalid bin Walid, Lubaba binti al-Harithi, alikuwa ni dada wa mke wa Mtume, Maimuna binti al-Harithi. Hivyo Khalid, mama yake mdogo, aliolewa na Mtume Muhammad, rehma na amani juu yake, ambaye alikuwa ni mke wa mwisho kuolewa na Mtume, Maimuna binti al-Harithi. Katika moja ya mambo ya kushangaza ya Khalid bin Walid ni uhodari wake wa kubadilisha mbinu katika vita. Ilikuwa ni katika vita ya Mu'ta. Waislamu walikuwa wachache sana dhidi ya jeshi kubwa la Warumi. Wakati viongozi wakuu watatu wa Waislamu walioteuliwa kwa zamu walipouawa vitani, jeshi lilionekana kukaribia kushindwa. Hapo ndipo uongozi ulipomwangukia Khalid bin Walid. Alipochukua bendera ya uongozi, hakufanya haraka kushambulia tena kwa nguvu, bali alitumia akili ya kijeshi. Alibadilisha muundo wa jeshi. Askari wa mbele akawapeleka nyuma, na wale wa kulia akawapeleka kushoto, na wa nyuma akawapeleka mbele. Ilionekana kana kwamba kikosi kipya kimewasili katika uwanja wa vita. Warumi walipoona mabadiliko hayo, walidhani Waislamu wamepata msaada mpya mkubwa. Hofu ikawatawala kwenye jeshi lao. Badala ya kuendelea na mapigano, Warumi wakaanza kusita, na hatimaye Waislamu wakafanikiwa kujitoa salama katika vita hiyo bila kuangamizwa. Huu ulikuwa ni ushindi wa akili zaidi kuliko nguvu. Khalid bin Walid alionyesha wazi kuwa vita si nguvu pekee, bali ni akili, hekima na uamuzi sahihi wakati sahihi. Na hapa akaacha funzo kubwa kuwa si kila ushindi hupatikana kwa panga, mwingine hupatikana kwa akili inayozidi vita. Khalid bin Walid aliondoka duniani mwaka wa 21 Hijiria akiwa katika nchi ya Syria. Alifariki akiwa kitandani, na inasimuliwa kuwa katika siku zake za mwisho kufariki aliongea kwa uchungu na huzuni akisema, nimepigana vita vingi, lakini nakufa kama ngamia kitandani. Ningependa kufa shahidi. Inaelezwa Khalid bin Walid alitamani sana kufa shahidi, yani afya akiwa vitani, na hata wakati wa mwisho wa mauti yake alikufa akiwa kitandani. Alionekana kuwa na huzuni kubwa. Huyo ndio Khalid bin Walid, anabaki kuwa alama ya ushujaa, uongozi, akili ya kimkakati na mabadiliko ya moyo kutoka uadui hadi utii wa Allah. Majina ya mashujaa wa kweli hayaishi kwa historia tu, huishi kwenye mioyo ya vizazi vinavyokuja. Khalid bin Walid, simba wa vita na upanga wa Allah. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi.